ilikuwa na feel siko safe. Ilibidi nikimbie, nitukana tumbili mweusi. Kuna tukio la pili, lakini nahisi kwamba nitafungua kidonda ambacho kishapona. Mimi ni mzaliwa wa Mombasa, Kenya. So nilianza, kuna timu hapo mtaani kwetu ambayo nimezaliwa inaitwa Kiziwi Leopard FC. Nilianzia hapo, then timu ilivunjika. So unfortunately most of my friends waliingia kwa miadarati nini, but mimi nikaona sio malengo yangu, na walikuwa wachezaji wazuri kunishinda. Alafu then mimi nikasema acha niende nikatafute timu nyingine. So nikaenda timu fulani inaitwa Mombasa Charity Academy. Nikakaa hapo kwa mwaka mmoja, and then nikapata timu nyingine ambayo ya daraja ya juu ilikuwa inaitwa Admiral FC. Then nikaiza mwaka mmoja nikaonekana na Bandari ambayo iko Premier League. Nikasaini hapo, nikacheza nao miaka 2.5, then nikapata kusaini sa timu kubwa ya Kenya ambayo ilikuwa Tusker FC. Nikacheza nao pia miaka 2.5, then ndo nikapata opportunity ya kwenda Europe. So Europe nimecheza Ugiriki na kwa miezi 6 ya kwanza. Nikapata tena timu nyingine kubwa zaidi ambayo nikaenda Bulgaria. Nikakaa miaka 2.5, nikapata tena timu nyingine kubwa zaidi ambayo ilikuwa ni Belgium, Cercle Bruges. Nikacheza hapo kwa mwaka, then nikaenda Romania, nikacheza kwa miaka 6, and then nikarejea Greece, nikacheza kwa miaka 2.5, ndo baada hapo ndo nikarejea Kenya Police. Yes. Wachezaji wengi wakitoka nchini kwao kwenda huko nje, inakuwa ni ngumu sana kurudi nchini kwao, kwa maana wanaona kwamba kumbe kucheza mpira huko nje kuna hela nzuri, lakini pia mambo yanakuwa ni mazuri zaidi na tofauti na kucheza nyumbani. Kwako imekuwa ni tofauti kwa hivi ambavyo tumezungumza. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kurejea nyumbani, ama rahisi kiasi gani? Ilikuwa ngumu kusema kweli, because ukiangalia ile level unatoka na ile level unakuja ni tofauti sana. So I wish ingekuwa pia sisi timu zetu za Afrika pia tungekuwa tunawaigiza hao huko wa Uingereza, ingekuwa vizuri sana. Ila ndo nchi yetu hiyo, so unapata kuna muda unaenda huko unacheza, ile siku sasa unataka kurejea nyumbani kucheza, unaangalia level iko chini, viwanja ni tofauti sana, unaona. So I hope one day kuta change, but hata ukiangalia wale kina Didier Drogba, Samuel Eto'o, same thing, wakirejea manchi zao wana struggle, bado viwanja nini siti hakuna, but I just think like ukiwa na management nzuri unaweza fanya vizuri sana, because mimi kwangu binafsi sisi wa Afrika tuko more talented kuliko hao Europeans. Kweli tuko talented sana, ni vile tu hatuna ile exposure ya kuonesha wachezaji wetu. Wale wanapatiwa exposure. Kama sasa hivi ukitaka kwenda Europe, yani kuna a lot of things lazima ukue nazo ndio ucheze Europe, lakini ile European hanaga hizo vikwazo. So naona sasa itakuwa sahi kukiona wachezaji kama 10 wanafaa kwenda Europe, 2 ndio watapasi kwa sababu wako na hizo vikwazo. Lakini wao so ndio maana wako na hizo limit, sababu wanajua kwamba sisi tuko na vipaji vikubwa zaidi kuliko wao. Lakini sasa wao kitu ambao wanafanya ni wanachukulia mpira serious sana na wanalipa vizuri. So yeah, I think ndio kaangalia kama Egypt, Algeria, countries zao wameendelea kimpira, wengi wao wataka kwenda Europe. Kwa sababu gani? Mpira kwao unalipa. Na mpira ni kama kazi, so nikienda pale ambao kunalipa, nitabakia tu nicheze hapo, nitengeneze hela, niangalie familia yangu. Yeah. Nasikia Kenya pale Aboud huwezi kumuona kirahisi. Kwa nini? Unaweza niona bana. Kwa nini bana? Sisi ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajificha sana. Na unaepuka tu hizi scandals. Unajua kuna si kila mtu anataka kumit na nia nzuri. Kuna mwingine anataka kumit kaleta reporter, videographer mmoja kaweka video pale, yani alete tu ile changamoto. Sasa unajaribu kuavoid vitu kama hizo. Yeah. Ni tu. Kwa toka umeanza kucheza sehemu tofauti, nchi tofauti, kuna mambo mengi ambayo umekutana nayo. Ni matukio yapi ambayo unasema haya ni matatu ambayo kuyasahau kwenye career yangu ya mpira ni ngumu sana, na ni kwa nini? I think ya kwanza nikiwa Bulgaria, nilikuwa na katika career yangu yote, I think nilikuwa na one of the best career hapo Bulgaria. For 2 years and a half nikacheza Europa qualification. So nakumbuka wakati nimebakisha miezi 2 kandarasi yangu iishe, ilikuwa nishapata timu kwenda Belgium. Sasa kulikuwa na timu ilikuwa inataka ya Croatia.
walikuwa wanataka kununua sababu hawakujua kama contract yangu inaisha. So wakataka mimi ni renew contract ndo waniuze. Na mimi timu yangu ile Belgium ilikuwa nataka, ilikuwa nishaongea na wao kwamba mimi kandarasi yangu inaisha, na unajua kimpira kama kandarasi yako inaisha ukienda kule unapatiwa pesa nzuri zaidi because hawakununui. So ile pesa inakuja kwako wewe direct. Ila ingekuwa bado niko na kandarasi, pesa yote ingeenda kwa club. So na mimi nilikuwa naangalia upande wangu, wao kuangalia upande wao. So wakati tukivurugana walianza kutumia ubavu. Kwa wanakuja nyumbani kwangu, wanatoboa matairi ya gari ile kunitishia wanatoboa matairi ya gari, wananitishia lazima usign, wanavunja kioo alafu bado mimi nafaa kulipa. Yani kulikuwa na vitu zafanyika, ilikuwa na feel siko safe. So I remember bado kama wiki mbili hivi ilibidi nikimbie. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja Mfaransa, nilikuwa na yeye timu moja, akaenda timu nyingine kama 2 hours from pale mimi napoishi Sofia. So nikaenda nikakaa na yeye huko nikiogopea maisha yangu. Nikajificha huko kama kwa siku kama 5 hivi, alafu visa yangu ya Belgium ikatoka. So nikarejea kwa capital city ambayo inaitwa Sofia. Nilichukua tu visa yangu hivi na passport yangu. Na ndio hivyo nilienda zangu ya airport direct. Yes. So hiyo yani siwezi sahau. Yeah. Uliacha vitu? Kila kitu. Kaondoka na passport tu. Na bagi langu la mgongo na ile la kuvuruta hivi. Manguo kila kitu nikawacha. Yes. Hilo ilikuwa ni tukio la kwanza hilo? La kwanza. Sasa ila kuna walisema kwamba mimi sababu nilikuwa najua lugha huko, sababu nilikaa na wao. Kweli kwa sababu walinivuruga, mimi ile katika hali ya hasira nikaanza kuwatukana. Lakini ni kama ilikuwa na retaliate because walinitukana wa kwanza, sasa mimi nilikuwa wao walikuwa racist, unajua. Walikuwa wanatukana, wananiita mimi Cherni Maimuna. Cherni Maimuna inamaanisha tumbili mweusi. Yeah. Sasa mimi kwa sasa sinajua lugha yao. Sasa mimi kwa ukiniambia hivi mimi nawajibu. Sasa unajua state club ikatoa statement ikasema kwamba tumemfukuza Abud, ametutukana hivi na hivi. Kulikuwa na vitu vingi sana, alikuwa ashaanza kunitishia maisha nini, unaona. Yeah. Alafu nilikuwa nishasikia stories zao. Kuna wachezaji pale washaitishwa maisha mpaka hata wakafukuzwa na bunduki. Yeah. Kuna tukio la pili lakini nahisi kwamba nitafungua kidonda ambacho kishapona. Sasa hiyo na nitakwambia tu peke yako. Lakini kwa sasa hii siwezi sema mbele za watu because ni kitu ambacho ilifanyika na nikisema I think itaanza kuleta kumbukumbu za vitu zingine then na hii haitakuwa vizuri. Yeah, so acha tu nyamazie tu hiyo. Ni hizo tu mbili kwa career yangu ambapo ilikuwa mbaya sana. Na nilipata a lot of backlash, yani mafans walinitusi vibaya sana ila hawakujua ukweli upo wapi. Na saa nyingine unapata kwamba hata leo hii mimi timu yangu ya polisi, hata leo hii wakisema kitu kwa mtandao alafu mimi niende kwa media niseme, wao watakuwa na more power. Unajua club iko na power. Club ni kubwa kuliko mchezaji. Yeah, so baada ya hizo vitu kifanyika kulikuwa na a lot of backlash which ilinyaribu sana karibu reputation yangu, familia yangu pia ilikuwa inatukanwa. Basi sasa mimi nimezoea. Lakini sasa pata familia yangu, mzee, kuna familia zangu wengine wana feel vibaya kwa mtoto wao wanatukanwa. Yeah. So ni kitu ambayo sasa nishazoea, ni part of football. Unajua ya football iko na uzuri wake na pia iko na ubaya wake. Yeah. Na saa nyingine pia ukitaka sana kujitetea sana ndio unazidi kuharibu. Yeah. Kwa hiyo kusema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo ulifanya wewe mwenyewe lakini huwa unajutia kila ukikumbuka. Yes. Na hata kama makosa ilikuwa yao, but nasema at least ninge behave hivi, haingekuwa kubwa hivyo. So na sengine waambiwa waweza mpuuzia mtu hata kama makosa ni yake, umnyamazie tu, unaona. Yeah. So ndio sengine ambao kukua ndo ukikaa sana pia ni kuona mengi. So yeah, so sasa hivi leo nikiangalia nyuma nasema hata kama makosa ni ya jamaa lakini mimi ningefanya hivi na hivi na hivi haingefika mbali hivyo, unaona. Yeah. Nani ambaye ulikuwa unamwangalia sana ukasema siku moja natamani kuwa kama yeye? Mimi kwa sababu kusema la kweli mimi nitawasahau kucheza mpira. Mimi kwa kucheza mpira tu kujifurahisha. Alafu kama unavyojua mimi ni pole Mombasa, Pwani. So wakati mingi sign pale Bandari, hiyo Bandari FC, ilikuwa wachezaji wengi sana ambao walikuwa wakubwa wetu, walikuwa pale ukicheza vizuri unapoa kazi bandarini ya maisha. Sasa hiyo ndio ilikuwa tegemeo langu. Nikishaingia pale mimi na mpira
Sababu wenzangu wengi sana walifanya hivyo. Ushapata kazi pale bandarini, washawacha. Pale kuna pesa, ana kazi permanent mpaka atakapozeeka. So ilikuwa una pressure. Sasa mimi kwa akili yangu ilikuwa sawa. Nataka nicheze mpira, nicheze vizuri, nipate kuingia port. Unaona, yeah. So after 2 years and a half, nikaja nikaitwa mara yangu ya kwanza kuita timu ya taifa. So nikikuja timu ya taifa, so ndio kwenye kujibu swali yako, watu ambao walifanya nikataka sasa kuwa professional, ndio nikachukulia mpira maanani, serious. Ni watu kama kina McDonald Mariga, huyu kashinda Champions League na Inter Milan. Kuna mchezaji anaitwa ndugu yake Victor Wanyama, anacheza Southampton, Celtic, Tottenham, unaona. Kulikuwa na odha wetu pia wakati wetu Dennis Oliech, unaona. Kulikuwa na Jamal Mohamed. Hawa ni wale walikuwa nyota wakubwa sana Kenya kipindi hiko. So kuja kupatana na wao nikasema kama huu mpira umefanya nipatane na ama jamaa. Nilikuwa nikiangalia ma lifestyle yao, wako na magari, wametengeneza nyumba, wananukia vizuri, unaona. Nataka kunukia. Sisi kitambo ilikuwa ukienda kucheza mpira, unaenda tu hivyo hivyo. Hakuna cha kupiga body spray wala perfume. Wao walikuwa wakienda mazoezi, wanapiga perfume. Nauliza, mbona unapiga perfume unaenda kutoa jasho? Anaambia hauwezi elewa. Sasa naelewa. Tueleweshe na sisi tuelewe. Ni kunukia tu vizuri, yani kujipenda zaidi. Yeah, kujipenda. Sasa kitambo ulikuwa kama huna pesa, una kiperfume chako wewe, ni siku ya kutoka tu ndio utapaka hiyo perfume. Sasa ukipaka siku ya mazoezi itaisha na huna pesa. Sasa ilikuwa ni sema tu ni tofauti, ilikuwa ni hela. Lakini sasa once ukianza kuearn hela nzuri, ni perfume unaweza nunua hata kama 6 7. Kama sasa hivi unaenda mazoezi unapiga tups unatoka, yani uone kama ni kitu kikubwa sana, ni kitu cha kawaida. Yes. So nilivyowaona maisha yao, magari vile wanavyofanya, hapo ndio ikani inspire. I was like, okay, you know what, I want to be like them. So from that on ndo nikapata timu ya Tusker UFC, tukashinda vikombe, alafu ndo nikapata sa opportunity kwenda Europe. Yes. Yeah. Ni eneo la beki tu ndo unaliweza zaidi ama kuna eneo lingine? Mimi nilianza kucheza mbele winga, mguu wa kushoto. Alafu wakati nikicheza timu ya wakubwa senior player, ule fullback 3 wetu alikuwa ameumia. So nikaambiwa basi vile wanatumia mguu wa kushoto njoo hapo. But ile position yangu mimi ambapo nacheza mpaka sasa Kenya Police na national team ni left back na center left back. So nacheza position mbili. Yes. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine? Kwa hizi za left back na center left back sidhani kama kuna ugumu wote, because at the end of the day it's all about defending. But ile ya kwanza wakati kwa nchiza huko mbele kuregeshwa nyuma ndio ilikuwa na ugumu sana, because huko nyuma ilikuwa natumia nguvu mingi mpaka nifike mbele. But ile ya pale mbele tunatoa nguvu kidogo huko karibu na kipa wa mpinzani. So I think ni hiyo, lakini ilifanyika nikiwa mdogo sana. But sasa hii hata kina benches hapo mbele ni kama nishasahau. So nipo hapa sasa nyuma ndo kwangu, ambapo niko very comfortable. Yes. Kwa hapa Afrika ni defender gani ambaye anakuvutia sana ina uchezaji wake? Afrika nzima ma Kenya tu? Hata Kenya au Afrika nzima, tukianzia huko Kenya tunasogea Tanzania. Kwa position yangu ama tu defense? Position yako. Position yangu? Let me see. Amalese kwanza kulikuwa na mchezaji mmoja aitwa Walusimbi, alikuwa ni Mganda. Huyu na kwa cheza vizuri. Kuna mwingine pia Mganda anaitwa Kiza. Sasa ako Nairobi United, ni mzuri sana anacheza position yangu. Kuna wengi. Mustafa, yes, Mustafa. Kuna wengi sana ambapo walikuwa wanacheza. City ilikuwa nawaona, nasema ni wachezaji wazuri ambao nikiwaona hivi hata mimi kama ningekuwa coach sahihi ningewachukua. But ila wakati wangu mimi nikiangalia mpira naweza sema kuna mchezaji yule Brazil anaitwa Marcelo, anacheza Real Madrid. Huyo sasa alikuwa ananifurahisha sana. Kwa nikimwangalia nachukua video zake, angalia vile anavyocheza nini. So yeah, huyo ndo mchezaji ambapo mimi naoga nasema ndo the best left back kwa dunia nzima. Sisi si majirani. Liga Tanzania unaangalia? Yes. Nafasi yako ambayo unaona huyu anakuvutia? Kuna wachezaji wengi. Unajua Tanzania mko na shangwe na mbwembwe hizi. So I think kuna wachezaji wengi.
Fei Toto mchezaji mzuri sana, ambapo unawaga na mwangalia hata kipa Manula Aish Manula pia ni amekuwa, hata tukicheza naye time ya Afcon alikuwa Samantha alicheza na yeye wakati mimi nikiwa Cercle Brugge Belgium yake wa Genk. Samantha mchezaji pia mzuri sana. Kuna huyu ni Mrishongasa sijui something huyo ulimwengu unajua wote hao nilicheza na wao nikawaona wakati wakiwa ile Tipi Mazembe shona. Kuna huyu mmoja sasa yako Iraq, kuna nyele hapa Simon Msuva huyu ni fundi kabisa. Kuna Nado huyu anakuambia Azam pia nishamkumbuka jina. Mohamed Hussein pia nimeona sana akicheza Simba, anacheza tunaweza position same. Sasa hivi uko Yanga. Iko Yanga, si nimemuona kasalika karuka ejeme. Lakini big up to Mohamed Hussein. Hao ndio ambao wanakuvutia sana ukiangalia wanacheza vizuri. Wanacheza vizuri sana. Pia kuna huyu defender mmoja pia, yani nawasahau majina lakini kwa sura defender wa Yanga mzuri sana. Kuna huyo captain wao Nyeto. Afu na huyu mwingine ukiniambia jina nitakumbuka. Something kama Baka ama Beki sijui. Ibrahim Abdullah Baka. Yes, sasa hao. Yuko Yanga. Alafu pia usisahau Duka Buya. Duka Buya hapo ndio mwenyewe sasa. Sasa hao ndio waga kiangalia unaona wanacheza mchezo mzuri. Sijui kwa nini ama maybe hawajapata nafasi lakini nahisi wanaweza cheza Europe rahisi sana. Maybe tu wenyewe pia Yanga ina pesa, Simba ina pesa, maybe wataka kutoka lakini ila wakitaka kutoka na vile wanavyocheza nahisi wanaweza cheza vizuri sana. Aboud, ni kitu gani ambacho unaweza kusema mpaka sasa hivi unajivunia unasema mpira umenipatia hiki? Naweza kujivunia mambo mingi sana lakini cha kwanza kabisa ambapo nashukuru sana kwa mpira, mimi pale ninapokaa sihitaji rent. Mpira umefanya nikajenga nyumba yangu. Na nashukuru sana na pia imefanyisha nikaheshimika na watu wakubwa sana, kutana na rais wa Kenya, hata wa rais wa countries zingine mkienda mkicheza magame hizi. So yani imenifanya nikajulikana, naweza toka nje hivi nikatembea kifua nje sababu ya mpira. So mpira nashukuru sana mpira. Yes. Umeoa, una watoto? Nimeoa na watoto na bado nazidi kuwa na watoto. Hongera sana. Safi hiyo. Asante. Yes. Mbona unacheka hapo unazidi kuwa na watoto? Sasa si kama naweza kumiliki watoto bana, si acha tulete riski bana. So alhamdulillah kama hivyo unavyosema, hizo vitu vyote najivunia watoto wangu kwenda shule, kufanya kila kitu ni sababu ya mpira. So nashukuru mpira sana. Aboud, kucheza kwako kote huku hujai kupata ofa ya timu ya Tanzania? Unajua kama nilivyokuambia hata mimi mwenyewe kutaka kuja kurejea Kenya sikutaka. Unaona nilikuwa na ofa ya kwenda kucheza nje. Alafu kama mnavyojua kuna time kulikuwa na unasemaje hizi riot vurugu Kenya, watu ile wakiandamana, ilikuwa nafaa kwenda USA. Unaona? And then haiko happen because embassy kwa zimefungwa. Unaona? So sikupata kwenda. So ila nikabidi nibaki kucheza Kenya. Ila ningetaka kucheza Tanzania, I think ningependa sana kwa sababu kama mnavyojua mimi mamangu ni Mtanzania. Chona baba ni Mkenya ila nimeleleka sana Kenya. Familia yangu mpaka sasa iko Tanzania, sehemu za Sinza. But inshallah najua kwamba before niache huu mpira nitakuja kucheza Tanzania. Lazima sababu bibi yangu bado ipo hai na nilimwambia kwamba mimi nitakuja kucheza Tanzania before niache mpira, na inshallah ikija nafasi ahlan wa sahlan. Isipokuja tutalazimisha hivyo. Sasa wengine wanalazimisha tu bana, wanasema ni aje, mimi niko free. Unajua saa nyingine club wanaweza ona huyu mchezaji sasa hivi maybe hawana pesa hawezi ninunua, basi wakisikia kama mchezaji huyu ako free nini, madam iko free naweza mchukua. So saa nyingine ni hivyo tu. Alafu pia plus na agent kuna club zingine especially hizo kubwa wako na agent wao ambao hawafanyi na watu wengine kazi. So unless upate nao agent kazi inafanyika. So kama wewe ni agent nitafute. Sawa, lakini ikiwa ni mchezaji bila shaka kuna vitu ambavyo unaangalia ili niende timu fulani ama nitoke timu moja kwenda timu nyingine, naangalia hiki na hiki na hiki. Kwa upande wako unaangalia nini zaidi? Kwanza unaangalia ukubwa wa timu.
sababu pia kama sasa uwe mchezaji wa taifa, uwezi kuwa unacheza timu ambayo ina fight relegation alafu unaitwa timu ya taifa. Ni ngumu sana, unaona. Lazima kuwe timu hizo za juu number 1 2 3, ikiwa mbali ni 4 5, unaona, timu ambayo inang'ang'ania ligi. So si lazima kuwe timu inashinda, lakini timu ambayo inang'ang'ania ligi, because unaangalia lengo lako wewe ni ucheze, upate hela, usaidie timu yako na pia uitoe timu ya taifa. So yeah, hiyo ndio uoga mimi huangalia sana. Ningependa kwenda sana Yanga nipatane na Mohamed Hussein. Sababu mimi namtambua sana. So I think itakuwa a good challenge kuwa anacheza kando yake, tunaangalia, tunapinzana. Unajua kwa mpira lazima ukuwe na mpinzani mkali ndio upate kuenda juu. Kung'ang'ania hiyo namba ndio itakuwa vizuri. Mkabishane pale. Hapo hivyo. Nani aanze, nani asubiri? Sababu ni mchezaji mzuri, so najua hapo itakuwa ni mchezo mzuri. I think pia Simba iko vizuri. Azam pia, Singida, Azam, Simba na Yanga, ni timu nzuri sana hizo. So nikipata nafasi naweza jiunga. Weka nukta hapa kwa leo. Siku nyingine tukikutana na Aboud Omar tutazungumza mengi zaidi, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri na ametembea sehemu tofauti kama vile ambavyo umeweza kumsikia. Aboud, una mashabiki wanakupenda, zungumza nao. Kwa mashabiki wangu wote wa Kenya nawapenda, na wa Tanzania, ipo siku moja inshallah, Mungu akipenda, naweza kuja kujiunga na timu yote ya Tanzania, pia nipate kucheza, kupata hiyo mapenzi yenu. Inshallah tuombe tu Mungu na uhai na uzima, na tutakutana inshallah soon. Mimi nikushukuru, iko na wakati mzuri sana kwa pamoja.